Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya kijamii ili kuimarisha usalama na kudhibiti uhalifu, ambapo limekutana na maafisa usafirishaji wa kanda ya Igoma, wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Akizungumza katika mkutano huo uliofanyika siku ya Novemba 29 mwaka 2025 eneo la Ndama, kata ya Igoma, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa ameeleza kufurahishwa na ushiriki wa kundi hilo, huku akisisitiza umuhimu wa kuzingatia elimu ya usalama barabarani waliopewa muda huo. Amesema ongezeko la ajali za barabarani linatokana na uzembe wa baadhi ya waendesha vyombo vya moto, hivyo akataka kila mmoja kuwajibika ipasavyo kukomesha ajali hizo. Vilevile amesisitiza kuwa utii wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ni wajibu wa kila mtumiaji wa barabara, huku akiwaonya dhidi ya makosa hatarishi kama vile kuendesha bila kofia ngumu, kupuuza taa za barabarani, kubeba abiria zaidi ya mmoja maarufu kama mshikaki, kuendesha bila leseni au mafunzo rasmi ya udereva. Namnukuu akisema, makosa haya yamekuwa chanzo cha vifo na ulemavu kwa watumiaji wa barabara, amesema kamanda Mtafungwa. Aidha, amewakumbusha wananchi wa mkoa wa Mwanza kuepuka kujihusisha na vurugu kama zilizotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, akisisitiza kuwa matatizo yote ya kisheria yashughulikiwe kwa kufuata taratibu na badala yake kujisio tena kujichukulia sheria mkononi. Kupitia elimu ya ushirikiano tumeweza kuzuia uhalifu mkubwa uliokuwepo awali, amesema kamanda Mtafungwa. Vilevile amewasihi waendesha bodaboda kuwa mabalozi wa amani na usalama kwa kutoshiriki au kushawishiwa kushiriki vitendo vya uchochezi au uharibifu wa mali. Hatuna nchi nyingine ya kwenda kuishi, tukiharibu hii tunajiangamiza wenyewe, alionya kamanda Mtafungwa. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza SSP Ibrahim Sunday amewataka maafisa usafirishaji kuhakikisha wanakuwa na bima halali, leseni ya udereva na kufuata sheria zote za usalama barabarani. Dereva asiye na sifa ni tishio kwa maisha ya abiria na watumiaji wengine wa barabara, alieleza SSP Ibrahim Sunday ambaye ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza. Naye mkuu wa polisi wilaya ya Nyamagana SSP Virginia Sodoka amewataka waendeleze mshikamano wa kushirikiana na kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu au vitendo vyovyote vinavyohatarisha usalama kwenye sekta ya usafirishaji ili hatua ya kisheria iweze kuchukuliwa. Akizungumza kwa niaba ya maafisa usafirishaji wa kanda ya Igoma, katibu wa umoja wa waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza Kudra Salum aliahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi na kutoa taarifa za kihalifu na kuchukua hatua dhidi ya wanachama waliokiuka sheria na kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Tizama video hii kisha utatoa comment na maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Wote hapa tulipo ni wadau wa barabara, na kama sote ni wadau wa barabara, tunatumia hii barabara, ni lazima tukumbushwe kielimu hili yale madhara yanayoweza kutokea kwa sababu sote tunatumia barabara hizi yaendelee kuwa kidogo. Na niwaambie, ukitizama hata kwenye taarifa zetu sisi kitakwimu, eneo ambalo linaongoza kwa watu kupoteza maisha ni maeneo yanayohusu matumizi ya nini, ya barabara. Nikiwa na maana gani? Ajali za barabarani. Tembea kwa mguu, anakupitia boda, anakugonga. Unatembea kwa mguu, anakupitia mwendesha baisikeli, anakugonga, unaweza kupoteza maisha. Ajali za magari, ajali zinazosababishwa na madereva wazembe. Ajali pia zinazosababishwa na watembea kwa miguu ambao pia ni wazembe. Si wapo? Si mnakutana nao pia? Wengi sana pia. Sasa ukitizama katika maeneo ambayo yanaongeza watu kupoteza maisha au kupata majeraha,
kimwili ni eneo hili la makundi yanayotumia barabara. Tukiongea jambo la usalama wa barabarani wa raia na mali zao, sisi tunaamini nyewe mnatuelewa vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kundi la maafisa usafirishaji, mimi ninavyofahamu kwa takwimu nilizonazo, najua wako wasomi. Wako wasomi wa kiwango cha darasa la 7, si ndio? Si ndio jamani? Wapo wasomi wa kiwango cha form 4. Ninafahamu wapo wasomi wa kiwango cha kidato cha 6. Ninafahamu kuna wasomi wa kiwango cha diploma mpaka degree. Au nakosea? Kama niko sahihi, ifike wakati sasa tuache kuzungumza tena jambo la kuvaa helmet. Kwa sababu huwezi kuwa msomi ukawa afisa usafirishaji alafu bado tukakufundisha leo eti uvae kofia ngumu. Ifike wakati sisi tutangaze kwamba sisi maafisa usafirishaji wa mkoa wa Mwanza, mambo ya kufundishwa tena kuhusu kuvaa helmet hayo tumeshaachana nayo. Tunakwenda hatua nyingine kwa sababu yale mambo ni rahisi sana. Hatutaki kuyaongelea mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, tunaongea jambo hilo hilo inapita miaka 10. Watu hatujaelewa. Ni jambo kidogo linatushangaza na linatusikitisha. Tumeelezea umuhimu wa kuendesha chombo hiko ambacho kiwe lazima kiwe na bima, ambapo pia ni takwa la kisheria. Kuna wajibu wa mmiliki ambaye pia anapaswa kukata bima ili amkabidhi muendesha afisa usafirishaji huyu iko chombo. Tumeeleza jinsi gani madhara yanaweza kutokea ya chombo hiko, ambapo kimsingi ukaendesha huna bima, unajikuta kwamba wewe na mmiliki mtashtakiwa kwa pamoja. Huyu atashtakiwa kwa kuendesha hana leseni, lakini pia huyu atashtakiwa pia kwa kuruhusu kile chombo kuendeshwa na dereva asiyekuwa na sifa, aidha bima au leseni ya kuendeshea. Kwa majina mimi naitwa Kudra Asmani Salumu, ndiye katibu wa chama cha pikipiki mkoa wa Mwanza. Lakini kwa elimu kubwa ambayo hapa RPC ameitoa na RTO kwa ajili ya kudumisha amani ya nchi yetu, sisi kama viongozi tunalo jukumu la kukusanya wanachama mara kwa mara kuanzia leo mpaka kufikia tarehe 4 kwa ajili ya kuweza kuwaelimisha. Lakini pia tarehe 3 mwezi wa 12 tunataraji kuwa na mkutano mkuu ambao utahusisha viongozi wa vituo vyote ndani ya wilaya Nyamagana na mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kuweza kutoa ujumbe kama tamko la chama nini tumekusudia. Lakini na mbali na hapo, mpaka sasa tunavyoendelea, tuna utaratibu ambao tunaendelea nao wa kuhakikisha kila mwendesha pikipiki anakuwa na kitambulisho cha umoja. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha kwamba tunatambuana ili lile kundi ambalo linakuja kujifungamanisha na sisi ambalo sio maafisa usafirishaji tuweze kuwabaini. Na baada ya zoezi la vitambulisho kukamilika, tunataraji kuanza kutoa elimu kwa wanaendesha pikipiki. Anapokuja mtu yeyote ambaye afahamiki kwenye kituo, tuwataki watoe vitambulisho yetu kujua wanatokana na nini au wanatokea upande gani. Na kwa wale ambao utakaona tunaatilia mashaka, sisi na jeshi la polisi tuna ushirikiano mkubwa sana. Mara kwa mara tunatoa taarifa kwa wale ambao tunahisi tuna changamoto nao, tuna mashaka nao, ili kuja kujiridhisha. Lakini chama kiufupi tunazidi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi.